Usiku wa manane wa Mei 7 mwaka 1999 katika jiji la Belgrade, mji mkuu wa Serbia, vita vya Kosovo vikiwa vimepamba moto, NATO kwa usaidizi mkubwa wa Marekani ilikuwa ikiongoza operation na mashambulizi ya angani dhidi ya vikosi vya Yugoslavia, ikilenga kusitisha ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya Wakosovo wenye asili ya Albania. Lakini usiku huo bomu lilipiga mahali ambapo hapakutarajiwa kabisa. Mahali hapo ni ubalozi wa China. Katika tukio lililoishangaza dunia nzima, mashambulizi ya mabomu ya Marekani yaliangusha sehemu kubwa ya jengo la ubalozi wa China mjini Belgrade na kusababisha vifo vya waandishi watatu wa habari wa Kichina na kisha kuwajeruhi wengine wengi. Je, hii ilikuwa ajali au kulikuwa na ajenda ya siri? Ikumbukwe kwanza, wakati huo Marekani na China walikuwa katika uhusiano tete. China ilikuwa ikilaumu vikali mashambulizi ya NATO nchini Yugoslavia, huku ikikataa kuunga mkono hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya nchi hiyo. Ubalozi wa China ulisalia hapo tu kwa shughuli za kidiplomasia na pia chanzo cha taarifa kutoka ndani ya Serbia. Wakati huo NATO kupitia taarifa yake awali ilisema walilenga jengo hilo kwa imani kuwa lilikuwa kituo cha kijeshi cha Serbia. Walidai walitumia ramani za zamani ambazo hazikuwa zimeonyesha kuwa jengo hilo lilikuwa ubalozi wa China. Marekani nayo ilisema kuwa lilikuwa kosa la kijasusi tu. Kwa hatua hiyo, China ilikasirika sana. Huko Beijing kulifanyika maandamano makubwa nje ya ubalozi wa Marekani, huku watu wakipiga kelele za kulaani hatua hiyo na kuichukulia kama dhiaka ya makusudi kabisa dhidi ya taifa lao. Rais Jiang Zemin alilaani vikali tukio hilo, akisema lilikiuka sheria za kimataifa na kuhatarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Waandishi wa habari waliouawa kwenye tukio hilo walikuwa ni Shao Yunjuan wa gazeti la Guangming Daily, Xu Xinshu na Zhu Ying. Vifo vyao viligeuka kuwa alama ya uchungu kwa taifa la China dhidi ya kile walichoamini kuwa ni dharau ya Marekani. Hadi leo kuna mijadala mikali kuhusu kama Marekani kweli ilikosea au la. Baadhi ya ripoti zisizo rasmi, ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa gazeti la The Observer la Uingereza, zilidai kuwa Marekani ililenga ubalozi huo kwa makusudi kabisa, kwa sababu China ilidaiwa kuvisaidia vikosi vya Serbia kwa taarifa za kijasusi kupitia vifaa vya ubalozini. Kwa mujibu wa ripoti hizo, vifaa vya mawasiliano vya kisasa vilivyokuwa ndani ya ubalozi huo vilikuwa vikisaidia kuongoza mashambulizi ya Serbia dhidi ya ndege za NATO. Taarifa hizi zikiwa ni za kweli, ingeweza kuwa sababu ya kisiasa na kijeshi ya kulenga jengo hilo. Lakini mpaka hapo hakuna ushahidi rasmi uliowahi kutolewa hadharani kuthibitisha hili. Na baada ya tukio hilo, uhusiano kati ya Marekani na China uliingia kwenye mgogoro mkubwa. Marekani ilitoa pole rasmi na kulipa fidia kwa familia za waliouawa na kwa serikali ya China. Lakini majeraha ya kihisia yalibaki wazi kwa muda mrefu zaidi. Ujenzi mpya wa ubalozi wa China ulianza upya kwa tahadhari kubwa, huku Beijing ikiongeza kasi ya ulinzi na usalama kwenye maeneo yake ya kidiplomasia duniani kote. Kwa wale waliokuwemo ndani ya ubalozi huo usiku wa mashambulizi, kumbukumbu zao ni za kilio, giza na kelele za majeruhi. Watu walikwama kwenye vifusi, huku wengine wakipiga mayowe ya kuomba msaada.
Maafisa wa China waliokuwepo waliamini kwamba shambulizi hilo lilikuwa ni jaribio la Marekani kuwatisha au pengine kuonyesha ubabe wao. Lakini Marekani ilisisitiza it was a mistake. Miaka zaidi ya 20 baadaye, baadhi ya maswali ambayo bado hayajajibiwa ni pamoja na kwa nini ramani za zamani zilitumika? Na je, NATO haikuwa na taarifa sahihi za kidiplomasia kuhusu majengo ya ubalozini? Na je, NATO haikuwa na taarifa sahihi za kidiplomasia kuhusu majengo ya ubalozi? Na kama ilikuwa ajali, kwa wachambuzi wa siasa za kimataifa, tukio hili lilikuwa zaidi ya kosa la kijasusi. Lilikuwa ujumbe wa namna mivutano ya kisiasa na kijeshi inaweza kuwa hatari hata kwa wale walioko pembezoni mwa vita. Na kwa watu wa China, tukio la Belgrade bado linahesabiwa kwa kumbukumbu ya uchungu na tishio kwa nchi yao. Kama wewe ni mpenzi sana wa kusoma nina kitabu changu kizuri sana cha Jicho la Genghis Khan. Kitabu cha Jicho la Genghis Khan kinaangazia mbinu za kiintelijensia zilizotumiwa na Mongolia kabla na wakati wa uvamizi wa kivita. Ulinganisho wa kiufundi kati ya ujasusi wa Mongolia na ule wa dola zingine kama vile Warumi, China na Wapersia. Urithi wa mbinu hizi kwa mataifa ya sasa na funzo kwa taasisi za kiusalama leo. Kwa yeyote anayetaka kufahamu mizizi ya ujasusi wa kale na namna ambavyo maarifa haya yanaweza kutumika leo, kitabu hiki kinaelezea mambo yote hayo. Na kwa sasa kipo soft copy, unalipia shilingi 1999 tu. Kwa M-Pesa namba anza na alama kujumlisha 255 755 448591. Mimi naitwa Ananias Edgar.